kutoka wenzetu hospitali ya Aga Khan Dar es Salaam, wakiongozwa na Mr. Conte ambaye ni mkurugenzi mtendaji pamoja na ujumbe wake. Lengo kubwa la mkutano au kikao hiki cha leo ni kusaini makubaliano ambayo yanatuwezesha hizi taasisi mbili, kwa maana hospitali ya rufaa ya Kanda Mbeya na hospitali ya Aga Khan kuweza kuwa na ushirikiano mkubwa katika nyanja au maeneo mbalimbali katika kuhudumia wagonjwa wetu, kwa sababu tunajua wao ni private sector na sisi ni sekta ya umma, lakini wote tunamhudumia Mtanzania, na kwa sababu hiyo tuna kila sababu ya sisi kushirikiana, kwa sababu hawa wananchi wanaweza kuja kutibiwa katika hospitali ya rufaa ya Kanda Mbeya, lakini wanaweza kwenda kutibiwa katika hospitali ya Aga Khan kwa maana ya hapa Mbeya, lakini na Dar es Salaam pia. Kwa hiyo sababu ya mkutano huu ni kusaini makubaliano ili yatuwezeshe kubadilishana ujuzi na uzoefu katika mambo mbalimbali. Tunafahamu wenzetu Aga Khan wanafanya vizuri sana kwenye eneo la hasa uzoefu kimataifa na kitaifa. Kwa hiyo tuna mambo mengi ya kujifunza kwao, lakini huwa kuna masuala yanaitwa ithibati au accreditation kwa Kiingereza. Wenzetu tayari wameshatangulia, na moja ya lengo la Wizara ya Afya na serikali yetu ni kuona pia hospitali zetu za umma zinapata hizi ithibati katika masuala ya matibabu kwa ujumla. Kwa mfano, hospitali yetu ya rufaa ya Kanda Mbeya imekuwa na ithibati kwenye eneo la maabara kwa zaidi ya miaka 10, lakini sasa iko haja kutanua hii ithibati kwenda kwenye maeneo mengine, kwenye kuona wagonjwa na jinsi ambavyo wanaridhika na huduma zetu. Kwa hiyo masuala mazima ya huduma bora kwa mteja kwa maana ya customer care, tunadhani mashirikiano ya kwetu na Aga Khan yatatusaidia. Kwa mfano, wenzetu watatusaidia kutujengea uwezo ili tuweze kupata hizo ithibati kwenye maeneo mengine kwa haraka zaidi, lakini tuna maeneo mengine ya tafiti na wagonjwa wanaokuwa wanapata rufaa kutoka kituo kimoja kwenda kingine, namna ambavyo tutashirikiana. Lakini pia taifa letu linasisitiza kuhusu tiba utalii, kwa maana ya kwamba wananchi kutoka nje ya nchi kuja kutibiwa katika nchi yetu, na mwisho wa siku katika utaratibu ule wa kupata matibabu tunaamini wanaongeza mapato ya nchi na kwenye maeneo mengine. Kwa mfano, mgonjwa akija kutibiwa, ndugu zake watalala hoteli, watafanya manunuzi mbalimbali, kwa hiyo pato la taifa litaongezeka. Sasa wale wananchi wakija hawasemi tu nimetibiwa hospitali ya rufaa Mbeya au Aga Khan, wanasema nimetibiwa Tanzania. Kwa hiyo maana yake sekta ya umma na sekta binafsi zina kila sababu ya kufanya kazi pamoja ili mwisho wa siku tuweze kufikia hii azma ya kuhakikisha tiba utalii inafanikiwa kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo tunaamini katika ushirikiano huu ambao tunausaini leo, maana yake tutasaidiana kuhakikisha wote tunaifanya nchi ifanikiwe katika lengo hili la tiba utalii. Lakini nisimalize bila kusisitiza swala la bima, kwa sababu wananchi watatusikia kupitia ninyi waandishi wa habari kwamba matibabu duniani ni ghali, na watu kutibiwa kutokea mfukoni inakuwa gharama kubwa sana. Kwa hiyo kwa sababu serikali imekuja na mpango wa bima kwa wote, lakini ziko bima zingine ambazo zimeendelea kuwepo, tuwaombe wananchi waweze kuweka umuhimu mkubwa katika kuwa na bima, na hiyo ndio itawapa uhakika wa kupata matibabu wakati wowote na mahali popote, kwa sababu magonjwa na changamoto za kiafya zinakuja muda wowote, wakati ambapo pengine mfuko wako haujakaa vizuri. Lakini ukiwa na bima, basi unakuwa na uhakika wa matibabu. Tuendelee kuwasisitiza sana. Unakuta mtu ana vyombo vya moto kama magari au bodaboda amekatia bima, ila yeye hana bima. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho ni changamoto, kwamba sisi ni wa muhimu zaidi kuliko vile tunavyomiliki. Kwa hiyo wananchi pia waweke msisitizo na kuona umuhimu wa kukata bima ili waweze kuwa na uhakika wa matibabu. Baada ya kusema a plan for us to sign an MOU between Mbeya Zonal Hospital and Aga Khan Health Service Tanzania. This is a privilege for us to also work very closely in the region as a strategic long-term engagement with Mbeya Zonal Hospital. As mentioned by my colleague,
This partnership will bring win-win situation between Aga Khan and Mbeya Zonal Hospital in the areas of clinical services in many, many different aspects. Innovations, making sure that upgrading of clinical services in both institutions can be looked into, capacity building of staff across both areas, how can we learn from each other, but also how do we work together to look at some of the strategic clinical programs that we all want to develop. In Aga Khan Hospital, Dar es Salaam, in Aga Khan Clinic in Mbeya here, along with Mbeya Zonal Hospital. Mbeya is currently developing its oncology infrastructure, cardiology infrastructure, and also expanding other areas, things that we have done, and we could also share those experiences with the hospital. More important is the pillar of health systems, which is quality. So we need to work together and cooperate on the area of quality and ensure that whatever experience we have at Aga Khan, we are able to work with Mbeya, learn with them, work with them, and see how those quality can also be transferred, because Mbeya can become one of the first government hospitals to have accreditation. And that I am very sure from what we have seen, from what we have discussed with the team today, we are very optimistic that in a very short period of time, Mbeya Zonal Hospital can become an accredited facility, and we look forward to that. We also look into other areas of academics. We have the Aga Khan Hospital, the Aga Khan Health System, we have the Aga Khan University. There's a lot of training that is happening. We have research linked to that. How do we bring all that into this partnership? There's a lot of opportunities. Along with that is the whole area of medical tourism, which the country is also promoting, as said by my colleague. These are areas that we can learn from each other. The strategic positioning of Mbeya is so good to become the host of medical tourism, which we can learn from, and we can see how best we can make it quite a very, very, very sustainable program. So on that note, we are very excited from Aga Khan, and we also know that Mbeya is ready. This is going to be a strategic partnership of interest on both sides, and we would like to start the actions today.